Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, kwa mara nyingine tena tunasema tuko hadhir, na hapa tuko katika ardhi ya Itundu ndani ya wilaya Kondoa. Leo kwa kweli tumetembelea baadhi ya jamaa zetu ambao wako hapa Itundu, na tukiwa katika mwezi wa Rajab. Bwana, tunakwenda katika ukingo wa mwezi wa Rajab. Mambo mengi ambayo yanaibuka hapa katika Babu Salam Online TV. Kwanza kutambua thamani ya viongozi wetu tulionao hapa, lakini tunaweza kupata mambo mazuri. Leo mada yetu ilikuwa namna gani? Ni mada ya kujiandaa na Ramadhani. Tuko ndani ya Rajab, baada ya Rajab maana tuna Shaban wa Shaban ila Ramadhani, mashallah. Mwenyezi Mungu atuwafikie na tujalie inshallah taala. Niko na wazee wangu hapa waweze kujitambulisha, tuweze kupata majina yao kwa ukamilifu, lakini pili watueleze kwamba wamejiandaa vipi na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bwana Mustafa, watu wanakutazama kwa wakati huu, na hasa ukiwa katika ardhi hii ya Itundu. Tuko katika umuhimu wa kujiandaa na Ramadhani. Wewe unaelezeaje hasa katika maandalizi ya Ramadhani? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kutuwafikia kufika katika mji huu wa sehemu ya Itundu, na tumai ni kata ya Mnenia. Ni kata ya Mnenia ndani ya wilaya hii ya Kondoa. Tutatoa kama nyasia kulingana na kila mmoja na ufahamu kulingana na alivyopitia elimu ya suala la Ramadhani na kabla ya Ramadhani. Muhimu, maandalizi ya Ramadhani mazuri na yenye faida ni watu kutakasa nafsi zao. Mwezi wa Ramadhani unataka ukukute hali ya kuwa ulitakasa nafsi. Kuitakasa nafsi ni namna gani? Uitakase nafsi yako na maisha ya kijamii unaoishi na watu, na hususan maelewano na watu unaoishi nao, hata kusamehe yale ambayo yaliyokukwaza katika mazingira yanayokuzunguka. Kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa istighfar. Istighfar maana yake ni mwezi wa waja kuomba msamaha kwa Mola wao juu ya madhambi mbalimbali ambao wameweza kuyafanya, yakiwa madhambi makubwa na madogo. Kwa hivyo kujiandaa vizuri na mwezi wa Ramadhani, watu wanatakiwa watakase nafsi zao katika mambo mbalimbali. Sio tu umesamehe rafiki au jirani, hata familia yako nyumbani, mtu ambao unaoishi naye, mke wako, yako mambo mbalimbali unaweza ukakwazana naye. Tengeneza msamaha ili uwe umejitengenezea wewe utakapoleta istighfari mbele ya Mwenyezi Mungu wakati wa mwezi wa Ramadhani. Mungu amefungua milango yake ya rahma. Mungu amefungua milango yake ya maghfira, lakini wakati huo Mwenyezi Mungu atafungua milango ya kuwaacha watu huru na moto, watu wasipate adhabu. Kuacha huru na moto ukiwa bado unaishi hapa duniani, hata kuondolewa matatizo mbalimbali, kwa sababu uliandaa nafsi yako hali ya kuwa umeitakasa namna ya kupokea mwezi wa Ramadhani ili ufunge kwa ajili ya kuweza kupata ucha Mungu. Bila hivyo, ukiwa hujatakasa nafsi yako na mwezi wa Ramadhani, basi unaweza usipate ucha Mungu ikiwa hujatakasa nafsi yako. Mfano mzuri hapa tu katika maskani ni kijiwe hiki. Tunaona mbele yetu hapa kuna mchezo mzuri unaochezwa. Mchezo maarufu katika ulimwengu upo, mchezo wa bao, ambao umetolewa fatwa nyingi na wanaochuoni kwamba ni mchezo katika mwezi wa Ramadhani. Hii ni laghau ambayo lakini kama wanaocheza mchezo wakijitambua, kijiwe hiki anaweza akacheza ule mchezo na bado akapata malipo yaliyokuwa mazuri. Mathalan, wanapocheza watu, lugha yao ikawa ni kuhimizana namna ya kufunga Ramadhani, lugha yao ikawa ni kuhimizana namna ya kukithirisha ibada na za tarawehe na istighfari, nyiradi mbalimbali. Lugha yao ni namna ya kusuluhishana, kwamba bwana, mnaonaje sisi tumekaa hapa tunacheza bao, tunamjua rafiki yetu fulani na fulani hawaelewani, namna gani tunaweza tukaweka umoja wetu ili waweze kwenda kupatana. Huu mchezo mnaweza mkaugeuza ukapatikana uhalali wake, kwa sababu mlitengeneza maslahi ya kule kukaa kwenu pamoja, mkakubaliana kikundi cha watu maalum,
mnakwenda kuwapatanisha fulani na fulani waliokosana, mkaenda kupatanisha fulani hapatani na baba yake, mkaenda kupatanisha fulani malezi anayoyafanya kwa watoto wake labda namna gani namna hii, mkatengeneza lugha ya kwenda kumtengeneza naye akawa ni mtu bora, maslahi yenu yakapatikana. Imamu Ali bin Abi Talib anasema man alima makanahu faqad naja, mtu aliyetambua nafasi yake amefaulu. Ukiitambua nafasi yako, hata huo mchezo unapocheza tu pale, lazima utambue mimi nafasi yangu ni nani kupitia huu mchezo, ukatengeneza mjitamaa uliokuwa bora. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema tuko katika ardhi ya Itundu na mambo ni mubashara kabisa haya ambayo inaendelea hapa, kwamba tunachokizungumzia hapa katika kijiwe chetu jamaa zangu wa Itundu hapa ni kwamba maandalizi ya Ramadhani. Sheikh Mustafa, tukushukuru sana kwa nasaha na ujumbe muhimu kwamba kumbe Ramadhani sio kujiandaa na kuweka mamichele ndani, kuweka mangano ndani, kuandaa masiji nguo kadhalika hivi. Kumbe Ramadhani ni kusafisha moyo, ile ibada inapofika ikute chombo cha kubeba ile ibada kiko salama. Maana yake ni tauba hizo, ni kusameheana. Jamaa zangu mko hapa, niende moja kwa moja kwa kamanda hapa. Bwana, kwanza jitambulishe majina yako. Kwa majina naitwa Majuto Omari Kimolo, ni mkazi wa Itundu. Ndio mimi nimejiandaa kupokea mwezi wa Ramadhani. Mmoja, kwanza namuomba Mwenyezi Mungu anijalie niache maovu. Amen. Shukrani. Basi na mengine yatafuata. Kikubwa hasa Mwenyezi Mungu aniandalie maandalizi mazuri. Unawaambia nini ambao wanakutazama na hasa wale jamaa zako wa Itundu? Kwa kweli tuwahimize tupokee mwezi wa Ramadhani kwa sababu ndo ibada kubwa. Ndo yangu ndo haya tu. Bwana, mambo ni mazuri. Jamaa yangu anasema hapa kwamba watu wafanye istighfari, wasameheane. Alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwa jina naitwa Shahrani Mjuma, ni wa Itundu. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kupata nafasi hii ya leo adhimu kabisa kama hii, na kukutana na mashehe watu wakubwa kama hawa ni kitu cha mshukuru sana Mwenyezi Mungu. Mimi tu niseme kwa sababu ujio wenu utakuwa ni waheri, mmekuja basi tumeshukuru Mwenyezi Mungu, tumeonana, tumepeana mawili matatu, huku tukaendelea na kupeana nasa ndogo kubwa. Kama mnavyoangalia jirani yangu hapa ni kijana wa nyumbani, mbele yangu pale naye Ustaz Al-Mukarram Al-Muadhamu Ustaz Muhammad, ndio nimesoma naye inshallah. Lakini sasa hivi sisi unajua tena mengine mambo yumba tumeishia njiani. Kina Ustaz Muhammad nashukuru Allah amewasha waendeleza vizuri. Sasa hivi tunawategemea bwana, wapo mbele yetu hapo. Kwa hiyo akisimama basi unaona alhamdulillah, unaona faraja kubwa kweli. Kwa hiyo nishukuru tu Mwenyezi Mungu. Mimi kwa kweli mwezi wa Ramadhani nausubiria kwa hamu. Mwenyezi Mungu aniafikie basi unikute mwezi wa Ramadhani niko salama salimini kabisa, ili niukabiliane nao vizuri. Tunaomba Mwenyezi Mungu atufikishe vizuri insha Allah. Asante sana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwa majina naitwa Majidi Omar Kimolo, mkazi wa hapa Itundu. Mimi ni washukuru, kwanza kabisa nishukuru ugeni huu kwa kututembelea na kuja na mageni, maana vijijini mambo kama haya ni mageni kabisa haya. Kwa hiyo bwana, sisi tunashukuru sana kwa hili, na isitoshe kauli mbiu niseme ya kikao hiki ni maandalizi ya Ramadhani. Sasa Ramadhani, kusema kweli, cha kwanza kabisa mimi ni muombe Mwenyezi Mungu anisamehe na atusamehe sote, ili tukianza mwezi wa Ramadhani basi tuwe tumetakasika, tuanze ukurasa mpya, na kama tulikuwa na maovu basi Mwenyezi Mungu atusamehe, ili tuanze mema kwa nafasi hii inayofuata. Maana kama wanavyotufundisha mashehe wetu, anasema malipo anayotoa yeye Mwenyezi Mungu kuhusu Ramadhani haipigi chenga hapa, na imani
tukiukabili vizuri na Mwenyezi Mungu akatuafiki kwamba tufike salama kwenye mwezi huo, nashukuru mambo yote yataenda vizuri. Na niwashukuru sana nyie mlokuja na ujumbe mzuri kabisa. Mwenyezi Mungu awape umri mrefu na wazidishie mahaba, tuendelee kupendana kwa ujumla. Asanteni sana kwa hili. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, mambo yanakwenda vizuri kweli kweli. Bwana, mada yetu tulionayo hapa ni maandalizi ya Ramadhani. Mambo yanakwendaje? Niko na Sheikh Muhammad Mwamba huyu kutoka katika ardhi ya Masautul Mukarram, na leo tuko naye katika ardhi ya Tundu, Sheikh Muhammad Hussein Ndoro. Sheikh Muhammad Hussein Ndoro, kwamba tuko katika maandalizi ya Ramadhani. Wewe unaizungumziaje Ramadhani? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nimesikiliza mazungumzo mazuri ya kijiweni hapa na raha ya kuongea kijiweni kiukweli. Ni hebu kwanza zoom kwanza ili bao vizuri, yani hiyo kameramani zoom hilo bao likae vizuri kwamba tuko kijiweni na hapa tuko katika ardhi ya Itundwi na tumeona tufanye kipindi hapa kijiweni. Nimesikiliza wanakijua wameongea vizuri, lakini mimi niwaambie kitu kimoja tu. Katika maandalizi ya Ramadhani nitaje kila mmoja kwa neema yake ajiandae vizuri kwa mujibu wa neema ambayo Mwenyezi Mungu amempa. Abu Hazim Salmat bin Dinari alikuwa na maneno yake, anasema kullu ni'matin la yuqarribuka ila Allah fahiya baliyatun. Neema yoyote ambayo haikufanyi wewe kuwa karibu na Mola wako, hiyo ni balaa. Neema yoyote, sikilizeni jamaa zangu kijiweni na vijio wote wanakonisikiliza, vijio vyote, neema yoyote ambayo Mungu amekuneemesha na neema hiyo haikufanyi wewe kuwa karibu na Mola wako, hilo ni tatizo. Ukiwa na neema ya afya lakini afya yako haiwi ni sababu ya kukufanya wewe kuwa karibu na Mola wako, wewe una tatizo. Ukiwa na neema ya mali, mali yako haikufanyi wewe kuwa karibu na Mola wako, hilo ni janga. Ukiwa na neema ya afya, afya yako haiwi ni sababu ya kufanya wewe kuwa karibu na Mola wako, hilo ni tatizo. Ukiwa mfanya biashara kama rafiki yangu Said Sharani, huyu bwana nimesoma naye kama alivyosema. Mashaallah. Ni kweli alhamdulillah. Na sasa ni mfanya biashara hapa dukani kwake ndo tunakuja kunywa soda hapa. Madrasa kwa Sheikh Ramadhan Sungu nimesoma na huyu bwana. Tuko madrasa pamoja, tunasulubika, tunateseka. Yeye sasa ananisifu mimi, anasema Sheikh Muhammad ameendelea. Lakini anafanya biashara, nikija hapa mimi nakuja kunywa soda hapa kwake. Ni neema. Lakini neema yoyote kama haikufanyi wewe kuwa karibu na Mola wako, hilo ni tatizo. Ukiwa na neema ya uzee kama rafiki yangu pala na miaka 60 anasema, ni neema. Neema ya uzee kama haikufanyi wewe kuwa karibu na Mola wako, hilo ni tatizo. Ukiwa na neema ya ujana, ujana ni neema. Kama neema yako haikufanyi kuwa karibu na Mola wako, na bahati nzuri kila mtu ana neema yake kivyake. Kwa hiyo kila neema ambayo haikufanyi wewe kuwa karibu na Mola wako, hiyo haitu neema tena, inaitwa tatizo, inaitwa ni janga. Thumma la tusaluna yawma idhin ani, unasikia kijio kilivyopokelea? Yani elimu ziko mpaka vijiweni. Thumma la tusaluna yawma idhin, pokeleeni wana kijiwe. Rudia tena. Thumma la tusaluna yawma idhin. Hiki ni kijiwe cha Itundu kuonyesha kwamba Qur'ani iko mpaka kwenye mabao, kwamba wanaelewa watakuja kuulizwa juu ya neema. Kwa hiyo neema yoyote kama haikufanyi wewe kuwa karibu na Mola wako, hilo ni tatizo, hilo ni janga. Na huu ndo ujumbe wangu kwenye maandalizi ya mwezi wa Ramadhani. Na mchezo kama alivyosema mwalimu, mchezo sio dhambi. Wanasema mchezo kwenye mwili wa mwanadamu ni kama chumvi kwenye chakula. Yaani kuna kitu wanaongeza pale wanaimarisha akili. Sasa ikifika mwezi wa Ramadhani tunaimarisha akili zetu, nafika mahala tunakwenda kupokea darasa, tunakwenda kwenye tarawehe. Neema yoyote kama haikufanyi wewe kuwa karibu na Mola wako, mwalimu ndo ujumbe wangu. Kullu ni'matin la yuqarribuka ila Allah fahiya baliyatun au fahiya nikmatun. Neema yoyote kama haikufanyi wewe kuwa karibu, kama ni mjanja kama huyu jamaa, lakini ujanja wako haukufanyi kuwa karibu na Mola wako, hilo ni tatizo. Kama una ushawishi wowote, ushawishi ambao haukufanyi kuwa karibu na Mola wako, hilo ni tatizo. Kwa hiyo kila mtu kwenye ile neema ambayo Mwenyezi Mungu amempa,
neema hiyo ajitahidi imfanye kuwa karibu na Mola wake, au sio? Hii nadhani mada imekwenda vizuri kwenye kijiji cha Itundu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji, Babu Salam Online TV, mada ni barabara, mada ni mujarabu. Hii mada imekwenda shule, ambako kwamba popote ulipo katika ulimwengu, kwamba ukipitia Babu Salam Online TV umestafidi maandalizi ya Ramadhani. Mmoja katika mazungumzo bwana, katika kijiwe hichi cha Itundwi umefaidika na mambo mengi sana. Bwana, nifikie tamati baada ya kuwa tumepata mambo mengi na elimu kubwa kutoka katika wazee wetu hawa. Mungu awalipeni kila la kheri. Ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Ramadhani bin Chuma bin Hussein wa Babu Salam Online TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaikum.